Sikiza hii hapa. Siku zote mimi husema kwamba kama ni mwanahabari ndani ya nchi ya Kenya, basi siku zote zile hawezi ukakosa habari. Hebu sikiliza hii mpya kutoka 254, ambapo jeshi la polisi, ndani ya jeshi la polisi ambako kuna polisi mmoja mlinda usalama ambaye ametorokea usalama wake kwa nchi ya Amerika. Yani huyu ambaye ni askari ambaye vile vile pia alikuwa ni mwanamuziki ndani ya Kenya, ambapo alikuwa akibase kwenye zile nyimbo ambazo zinaimba kwa lugha ya Kikikuyu peke yake, ambao walikuwa wameipa jina Mugithi Songs, ambazo ni jamaa ambaye alikuwa ni askari na vile vile pia alikuwa anatumbuiza kila weekend. Alikuwa ni mtu ambaye anaenda kutumbuiza shows around Kenya kokote kule, na bado vile vile pia alikuwa anaweza kusafiri nchi za nje kuruhusiwa na jeshi la polisi ili aende akatumbuize kwa manufaa yake mwenyewe. Na kwa sababu ni mtu mwenye kipaji chake, aliruhusiwa na jeshi la polisi. Lakini utajiri ulipoanza kumwingia, nitasema ama yeye mwenyewe alipojiona ya kwamba ako very busy with the schedule, ya kwamba kila Ijumaa ama kila Jumamosi anahitajika aende akaperform kwa maharusi, akaperform kwa birthday party, akaperform kwa clubs, akaona sasa hiyo imefika wakati maalum na mwafaka wakati wake ya kwamba aeke barua pepe kwa serikali, especially kwenye kile kitengo cha usalama nchini, aeke resignation paper yake ya kwamba anataka kuacha kazi ya polisi ama anataka kuacha kazi kuwa kama mmoja wa wanajeshi wa Kenya. Lakini kile kitengo cha askari ama cha jeshi ndani ya Kenya kiliweza kukataa ile barua na kumwambia kwamba kamwe kabisa hatoachiliwa na kuwa raia wa kawaida, lakini ataendelea kuserve kama polisi ndani ya nchi ya Kenya. Na vile vile pia akaitwa na kuambiwa ya kwamba atapewa wakati afanye kazi zake za kuimba, hata zuiliwa na mtu yoyote. Juzi tu hapo ambapo aliweza kusimama na akaanza kuimba kwenye show yake ambayo alikuwa anaifanya pale, ambapo aliweza kukashifu serikali ya William Samoei Ruto kutumia maneno ya kusema one term. One term ni national anthem, nitasema kwa sahi, ambayo hii inaendelea ndani ya Kenya, ambapo watu wengi wanaitumia kueleza ile kukadhibiwa na ule uongozi wa William Samoei Ruto na kusema kwamba wamechoka, hivyo basi watafanya juhudi juu chini ili mradi William Samoei Ruto aweze kuhudumia nchi ya Kenya kwa mwango mmoja peke yake bila kuenda miaka mitano mingine. Ile ambayo kila watu wanasema mitano tena, Wakenya wamesema mitano peke yake inatosha kwa William Samoei Ruto, ndo pale wakaipa jina one term. Sasa huyu mwanamuziki kila mahali alipokuwa akienda tumbuiza muziki wake, alikuwa anapenda sana kusema ile one term, of which kama mashabiki wa Kenya ama kama mashabiki wake ama kama mashabiki wake kutoka ile jamii yake ambao sana asilimia 90 ndio mashabiki ambao wamembeba na kumuinua na kumweka pale ambapo hapo wanafurahia na kutumbuizika na kuenjoy wakishasikia neno lolote la one term, kwa sababu wanajua wazi kabisa ni mtu ama ni kitu ambacho hao ndio wanatarajia kufanya. Kama tunavyojua nchini Kenya, jamii ambayo ni kubwa na jamii ambayo sana wanasiasa wanaikimbilia ili wapate kuungwa mkono na hiyo jamii ni jamii ya Kikikuyu. Na kwa sababu huyu msanii ametoka kwenye jamii ya Kikikuyu, automatically alikuwa lazima aimbe ama afanye kitu ambacho ataburudisha jamii yake, kwa sababu jamii yake iko na almost 6 million active voters, ambao milioni 6 ya watu ambao wanapiga kura wanatoka kwenye jamii moja, of which imejulikana ni jamii ambayo ni kubwa na ni jamii ambayo inaweza ikaeka uamuzi ni nani ambaye anastahili ama ni nani ambaye anaweza mpigia kura ili awe pale juu kwenye uongozi ndani ya nchi ya Kenya. So nikwambie tu ya kwamba juzi huyu jamaa aliweza kutoka nchini Kenya na kuomba ruhusa ili aweze kwenda zake uzunguni nchi ya Uingereza kule kwa sababu ya kutumbuiza, na alipewa ruhusa kikweli, akaenda zake kutumbuiza, ambapo alipatikana mpaka akiwa kwenye street of England akitumbuiza wazungu kule, na akawa anatuzwa tuzo kubwa za pesa pamoja na vifaa vya uimbaji. Kikweli kabisa wale ambao ni polisi wa nchi ya Kenya
walitarajia kwamba jamaa akishamaliza pale atarudi zake kuhudumia yani jeshi la polisi ndani ya nchi ya Kenya, kwa sababu alikuwa ameomba ruhusa ya wiki moja peke yake kwa minajili ya kwenda kutumbuiza kule Amerika, kule uzunguni. Lakini kitu ambacho walikuwa hawajui hawa watu kutoka Kenya ilikuwa ni kwamba jamaa ako na familia yake Amerika, of which punde alipoingia Uingereza ile familia yake Amerika ikamtumia visa na jamaa akapanda mwewe ndege kutoka uzunguni, that is England, akasafiri mpaka Amerika, United States of America, ambapo aliamua sasa rasmi kuwatumia barua na kuambia kwamba mimi siji tena Kenya, mimi na jeshi la polisi halase, mimi bye bye, mimi sirudi tu. So ladies and gentlemen, mimi husema kwamba tukileta habari hapa za Tanzania kwa KG Chipande, kama alivyoambia kwamba hapa ni sauti ya East Africa na ni sauti ya Afrika kwa ujumla. Lolote litakalotokea kwa nchi zetu za Kiafrika tutalizungumzia, na lolote litakalotokea nchi yoyote ile ambayo iko ndani ya Afrika vile vile pia lazima tutapaza sauti kuhusiana na lile jambo ambalo linafanya, kwa sababu wafuatiliaji hapa ni wafuatiliaji ambao wametoka sehemu tofauti tofauti ndani ya hino dunia. Na vile vile pia lolote litakalofanyika kwa nchi za wenzetu kule uzunguni ama Amerika ambalo linatuhusu sisi kama Afrika kwa njia moja ama ingine ile, basi vile vile pia nitatupasa na kutulazimu sisi kuliangazia hapa sote kwa pamoja. Nikwambie tu kwamba siku hizi sahihi, let's be clear that nchi kama ya Kenya sahihi ni nchi ambayo imekuwa hatari na ni nchi ambayo sahihi lazima kila mtu ajilinde. Kama huyu ni askari, kama huyu ni mtu ambaye anaserve kwenye National Police Service na amehofia usalama wake mpaka ameweza kutoroka nchini mpaka akaenda nchi ya Amerika kwa sababu ya usalama wake ama kwa sababu ya kukaa mbali na serikali, je, mimi na wewe tuko na usalama gani? Ama mimi na wewe tuko na hakika gani ya kwamba tuko kwenye mikono salama ya serikali ambayo iko kwenye uongozi wakati huu ambao tunaendelea? Kikweli kabisa mimi huambia watu, na mimi mwenyewe vile vile pia huambiwa ya kwamba tujitahadhari na kitu chochote kile ambacho tunakifanya, ama tujitahadhari na lolote lile ambalo tunaandika na kuongea kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu viumbe ambavyo havina huruma na viumbe ambavyo vinaweza kutumika kwa pesa kidogo tu, just a penny of money, wanaweza kulipwa na kutoa maisha yako ama uhai wako wewe, pasi wewe mwenyewe kutarajia na uache familia yako ikihuzunika sana. Niliweza kuona ile video ya yule baba ambaye mtoto wake aliweza kuchukuliwa kutoka kwa nyumba yake, mwisho wa siku akaenda akauliwa kituo cha polisi. Yule mzee kile kitu ambacho alikuwa anaongea ama vile ambavyo alikuwa anaongea akidondoka na machozi, maskini ungeweza kumhurumia kabisa kabisa. Wallahi ungeweza kumhurumia kabisa. Na nimeweza kuona pia vile vile ndugu zetu ambao hawataki kabisa tuongelelee, tutaongelelea hivyo hivyo, kwa sababu Tanzania ni nchi yangu, Tanzania ni nchi yetu, na Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yetu kwa pamoja. Lolote litakalofanyika Kenya linaweza likadhuru Tanzania kwa njia moja ama ingine, na lolote litakalofanyika Tanzania vile vile tujue kwamba linaweza likadhuru Kenya kwa njia moja ama ingine vile vile pia, kwa sababu najua watu wengi sana. There's somebody ambaye amekuja ameniambia hapa kwamba KG, Tanzania sasa kuna formation ambayo watu wamekuja kwenye mitandao ambao ni kama ni jeshi ambalo limejiweka kwenye mitandao lije lijionyesha kwamba ni watu ambao ni wengi wakiongelelea jambo fulani, lakini hakuna uwingi wowote ambao wako nao, kwa sababu ni watu ambao wako na accounts different, na once wakisha kuja kwenye mitandao utasikia wanasema no reform no election, no reform no election, ambao inaweza ikakuwa commented na watu watatu, lakini watu watatu hawa zikakuja comment takriban comment 30 kwa sababu wanatumia account tofauti tofauti. Mimi sitaki kusema sana kuhusiana na masuala ya Tanzania, but what I can say is that East Africa as we are talking at the moment sahi ni kubaya. Hakuna ule uhalisia na hakuna ule uhuru wa kuongea, si Kenya, si kwa Kagame, si Tanzania, si Uganda.
all these countries, tuseme tu ukweli, especially tukikaribia masuala mazima ya kupiga kura ama masuala mazima ya kuchagua kiongozi wa nchi, siku zote huwa wanasema kwamba kama kuna nchi ambazo ziko na ulafi wa uongozi ni nchi za East Africa ama ni nchi za Afrika kwa ujumla. Ni nchi ambazo yeyote ambaye yuko madarakani siku zote hataki kutoka pale madarakani, na endapo basi itafika wakati wake ambao utamlazimu atoke, basi atatafuta mtu ambaye atamweka pale ili yeye ajue atafaidika vipi kwa yule mtu ambaye amechukua yale madaraka ambayo yeye yamemlazimu kulingana na katiba ashuke kutoka kwenye yale madaraka hususan. So mpango mzima bana ambao nimekuletea hapa leo kuhusiana na huyu polisi ambaye ametoroka usalama wake Kenya, nikuulize